Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani amevifananisha vikosi vya Marekani vinavyokamata meli za Iran na maharamia, akisema kwamba namna ambavyo meli za Iran zinakamatwa ni mfano wa uharamia unaofanyika. Rais Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vinafanya kama maharamia, huku akijigamba kuwa kukamata meli za mafuta na meli za mizigo zinazojaribu kuvuka kizuizi cha bandari za Iran. Bei ya mafuta imepanda hadi dola 120 kwa pipa wiki hii kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022, wakati kiwango cha idhini ya Trump kilishuka hadi 34%, rekodi ya chini katika kura ya Reuters na Ipsos. Akizungumza katika jukwaa la klabu ya chakula cha jioni cha Palm Beach huko Florida siku ya Ijumaa jioni, Trump alikumbuka jinsi mharibifu alivyofyatulia risasi meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Iran ya Touska karibu na mlango wa bahari Hormuz mnamo Aprili 19 kabla ya kuingizwa kuna wanajeshi wa Marekani. Tulichukua meli, tulichukua shehena, tukachukua mafuta. Ni biashara yenye faida kubwa. Nani angefikiria tunafanya hivyo? Sisi ni kama maharamia. Sisi ni kama maharamia. Amerejea kauli hiyo kwa mara ya pili. Trump alisema na kusababisha vicheko katika hadhira, huku akionyesha kwamba kwa sasa wao wanadhibiti chochote ambacho wanaweza katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran imelaani utekaji nyara huo kuwa ni kinyume cha sheria, huku chanzo cha serikali kikiambia Press TV wiki hii kwamba uharamia na ujambazi wa Marekani utakabiliwa na jibu ambalo halijawahi kutokea. Iran ilifunga mlango wa bahari Hormuz unaoshughulikia takribani 1/5 ya biashara ya mafuta duniani kwa meli za mafuta, muda mfupi baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yao ya kulipua mabomu Februari 28. Marekani ilitangaza vikwazo vya kijeshi vya Iran mwezi uliopita, huku nchi hizo zikikubaliana kusitisha mapigano. Trump alisema siku ya Ijumaa kwamba hajaridhika na pendekezo la hivi karibuni la amani la Iran na kasifu kizuizi hicho kama cha ajabu. Hata hivyo, anajigamba kwamba kizuizi walichokiweka ni kama vile wameweza kuzuia uchumi wa Iran, kwamba Iran uchumi wake hauwezi ukakua kwa mara nyingine tena, na hii ni vita nyingine ambayo rais huyo wa Marekani ameamua kuianzisha. Rais wa Marekani ametazama njia nyingi za kuweza kuiadhibu Iran. Moja kati ya njia hizo ilikuwa ni kufanya mashambulizi ya moja kwa moja ambayo kimsingi aliona kwamba yalikuwa yakimsababishia maumivu hata yeye mwenyewe, kwa sababu fedha nyingi zilikuwa zikitakiwa kutumika kwa ajili ya vita hivyo, na sasa anatumia tu wanajeshi wake, na sasa anatumia meli za kijeshi katika mlango wa bahari Hormuz na kuhakikisha kwamba anazifunga bandari za Iran, kwamba hakuna meli ya Iran ambayo inaweza ikapita katika eneo hilo la mlango wa bahari. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani ambaye amepewa pendekezo la kwanza la kumaliza vita alilikataa, na hata wakati huu amepewa pendekezo la pili na amelikataa, licha ya kwamba hakueleza ni nini ambacho kimo katika pendekezo hilo la Iran la kumaliza vita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.